Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Na majaribu huwa kwa kila mtu. Amen. Sema ya kwamba hakuna yule nabii aliyesimama pasipo kupitia kwa majaribu. Kwa sababu majaribu ni mhitaji wa roho. You have to pass through temptations. Bwana Yesu asifiwe. Ambie mwenzako karibu kwa neno. Hii Biblia imeandikwa Joseph. Ushaenda tayari. Hii Biblia imeandikwa Joseph ni yako. Bwana Yesu asifiwe. Denyandi ruanze. Ambia mwenzako karibu kwa neno. Na neno ni chakula chetu ambacho tunahitaji. Mama kijiji ameenda wapi? Ako na Silvia. Silvia ameenda kufanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Neno ni chakula chetu sisi wa Kristo wanaomtambua Mungu. Naomba kijana kuja ukae hapa. Biblia inasema ya kwamba pia umeenda. Yes, chukua mtoto. Patia mtoto wake akae chini ili asisumbuke. Biblia inasema ya kwamba kwa neno la Mungu kwetu sisi ni nguvu, lakini kwa wanaopotea ni upuuzi kwao. Sema amen. Na wale ambao wanaoona ya kwamba neno la Mungu ni upuuzi tayari washaenda. Sema amen. Tayari mfani. Lakini wewe ambaye unayeona ya kwamba neno la Baba ni nguvu kwako, basi vumilia hii muda tu ambao Mungu anaenda kunipatia. Sema amen. It was on Tuesday after tulipokuwa na ibada kubwa zaidi kula Mlolongo. And I saw a dream. Aibu akasema ya kwamba wakati wa usiku wa manane mama assembly, nywele za mwili inaitwa malaika huwa zinasimama. Zikisimama, the spirit of fear comes. Ama roho ya uoga huwa inafanya nini? Huwa imeinuka. Nani ameitembea usiku? Usiku kwa giza tororo. Alafu nyuma yako usikie tu kitu kameanguka. Am I talking to someone? Hello? Yani nyuma yako ama mbele yako ama upande kitu fulani unasikianga namna gani? Amen. Ndio maana Ayubu akaongelea akasema kwamba na usiku wa manane wakati mtu amelala nywele za kichwa husimama. Amen. Na zinaposimama huamsha mtu katika mahali alipokuwa na inamleta karibu. Sema amen. Amen. So I saw a strange dream. Niliona ndoto ambayo ilinishtua mama assembly. Na nikasema leo nitashiriki kwa station. Hello? Niliona ndoto ambayo iliyagusa moyo wangu. Sikuomba lakini mama ndio aliomba. Maana I saw like nikiongoza kikundi changu. Najua mimi nakuanga mtu wa Shikongo. Mtu wa Shina. I lead the people wale wanaobeba nini. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikaona kana kwamba nimeongoza very huge and very big congregation. Na nilipokuwa ninaongoza, I saw different people. Nikaona watu tofauti. Strange people wakiwa wanatafuta kiongozi wa hicho kikundi. Hii ni katika ndoto. Bayo. Yani watu wanatafuta kiongozi wa ile kikundi, na kiongozi wa ile kikundi
nilikuwa nikana kwamba sio mimi. Amen. Sasa anatafutwa na wale wanaomtafuta wamebeba bunduki. They are carrying guns. Mama Rich, Mama Assembly. Wanabeba nini? Bunduki. So punde si punde, kwa sababu wamemkosa, wakaamua kuja mahali penye niko, wakanimimina marisasi kwa kifua. Usiku wa manane wakanipiga marisasi 12, 1 2 3 mpaka 12. Lakini maajabu ni kwamba sikufa. Unasikia? Is that dream? Sikufa nini? Na nikawa ya kwamba nikana kwamba nasema hiyo ni kawaida, lazima wanichapa nini? Marisasi. So nikaamuka, na nilipoamuka nikapata moja imeegemea katika upande wa kulia kwa tumbo. Sasa nikashika hivi, nikaanza kusema na si risasi imekwama, hizi zingine zimepita zimeenda, lakini moja imefanya. Sasa hii moja ikawa ya kwamba imekuwa ni kama kitu kikubwa. So ikawa ya kwamba mama anichukue, aniweke kwa gari, anipeleke hospitali. Nikaenda kwa hospitali, and then when I was in the hospital, it was something very strange. Hapo nikiwa namwambia kwamba naomba nilindia watoto mzuri, ambia mtoto fulani nampenda, mwambie kwamba kuna pesa nimeweka mahali fulani, hii pesa itawasaidia kwa nchi ya, kuna gari hii. Nikamwelezea tu kwa njia mzuri, sili. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ile ikawa ya kwamba pesa hizi mahali penye nimeweka ni mingi sana. Sasa ikawa ya kwamba nampatia pin. Nikasema 9. Wakati nikuja kwa 7 nikakuwa kwamba mikono imekuwa ni nzito, siwezi inua. Mdomo imekuwa ni ngumu. Sasa nikakuwa nafanya tu, unasikia? Na nikashtukia kwamba nikana kwamba tu nimechanganyikiwa, I don't know, something like that came. So na nikaamuka. Bwana Yesu asifiwe. Na nilipoamuka nilikuwa mwenye wingi wa huruma. Wingi wenye huruma, nikiwa nauliza ya kwamba je, hawa watoto nimewaachia nani? Bwana Yesu asifiwe. There is a very big or huge war. Kuna vita vizito ambavyo vilivyopangwa na mwanadamu. Sema imani. Kuna vita ambavyo na vimetarget viongozi wa kanisa ambalo tunaloliongoza. Sijui kama tuko mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiona marisasi ama makombora, kwa lugha nyingine inaitwa majivu. Nani anajua majivu? Kwa lugha yenu mnaita namna gani? Mabuyo. Marimba. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nizomejwe. Na ikawa ya kwamba there is someone who has been targeted. Kuna mtu ambaye aliyotafutwa ili kwamba waachilie ziingie ndani yake, na yale mavimba ndiyo itakayofanya nini? Unajua mtu anayetupa mavimba utamtambua kweli? Sijui kama tuko mahali hapa. I'm going to preach with someone. Are you here? Tuko na watu hapo kweli? Yani yule ambaye anaenda kuachilia, atayaachilia, lakini hautamtambua. Sema amen. Lakini Wakristo ambao tuko mahali hapa, let us stay in prayer. Na tuombe viongozi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuishi ndani ya maombi, maana vita ambavyo vilivyoko sio vita vya mwili wala damu, bali ni vita vya roho, vita ambavyo hauwezi viona wala siwezi viona without a spiritual power. Am I talking to someone? Amen. Mimi siomba kwa injili. Mimi siomba kwa neno. Taka nihubiri. I need to speak to someone. Toa ngoma hapo tafadhali, ama uiekele hapo juu. Omba kwa neno.
niongee na kanisa ambalo lipo tayari kwa ajili ya vita vya roho, wala hatuko tayari kwa ajili ya vita vya nyama na damu. Sema imani. Wala watu ambao wako tayari kupambana ndani ya ulimwengu wa roho. Amen. Sema imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Let me just give you something. Kuna dada aliyetoa ufunuo akisema ya kwamba kuna dada mmoja ambaye ako hapa amemuelezea kwa ndoto, ameambiwa aende akatoe dhabihu. Na nikatoa ufunuo ule nikasema ya kwamba kuna wale watu ambao tunashiriki nao, lakini wameanza kuenda katika wale waombaji wa kienyeji. Which talk dance. Sema imani. Yani bado hapa hatili habari sana, wameenda kutafuta maombi mahali pengine tofauti pasipo na hapa. So mtu tumekaa na yeye, lakini roho anayetembea nayo sio ya hapa, bali ni ya mahali pengine. Wako hapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuwe na imani na maombi yetu ambayo tunayoomba ndani ya ibada hii, lakini tukiwa tunatepetea. Unaenda kwa mganga, unaenda kumuombaje, unaenda kwa daktari mganga, wewe unajidanganya, unaenda kujipoteza. Maana kazi ya waganga iko na mizunguko kwa siku tusaidi. Amen. Nakupa ufunuo huu. Na kama ako mganga hapa, shauri yako. Mimi nimeambiwa nitoboe. Kwa sababu jana nimehubiri, mengine ananifuata na matusi kwa Facebook ati nimemuongelelea. Hiyo ni shauri yake, tuko live. Bwana Yesu asifiwe. Maana injili ambayo isiyo na upendeleo ni injili inapita kwa mtu yoyote, awe mwanaume, awe mwanamke, awe kijana, awe mzee. Injili lazima itapita. Waganga wako na kitu fulani. Someone give me a stick. Wacha nikuonyeshe. Kama nimesema ya kwamba kama uko mahali hapa shauri, na kama anasikiza wewe, turn off your bundles. Alafu anavuruta namna hivi, inajikunja. Ikishajikunja mzuri, anachukua ingine kwa sababu ameikunja, anaweka. Wacha nikueleze kitu. Anaivuruta namna hivi. Unasikia? Sema amen. Amen. Akishaivuruta, anachukua picha yako. Mimi nitasema shauri yako. Maana Mungu ameniambia niseme na sitaogopa. Police station, niko tayari kushtakiwa. Anachukua picha yako namna hivi, anaiwekelea hapa, alafu anavuruta, anaigonga. Unasikia? Anafanya nini? Anagonga. Akisha igonga, wewe ambaye uko hai utasikia kuna kitu kimeanza kukuuma, aidha kwa kifua, kwa tumbo, kwa kiuno ama kwa mgongo. Unasikia mzuri? Bwana Yesu asifiwe. Mwingine anaanza kusema kwamba amepata pneumonia. Sio pneumonia, kazi ya waganga. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nataka nikuelezee yule ambaye ako mahali hapa amezoea kwenda kwa waganga. Nataka leo hautalala, na mimi nimeamua nitawakubalia wale waganga ambao wanauliza kanisa. Sitawakubalia, lazima wataiachilia. Maana watoto wa watu wacha kuumia, watoto wa watu waishi maisha ya mateka, watoto wa watu waanza kuteseka, lakini wewe unafurahi. Wewe utakufa wewe, wewe utakufa wewe. Yes. Sikia maandiko, sikia maandiko, sikia maandiko. Maneno haya ni Hezekia aliyezungumza, na Hezekia alikuwa nabii, na maneno aliyezungumza ni ufunuo. Sema amen. Ni ufunuo kwa
kwa wana wa Babiloni waliokuwa mateka katika mwisho ama karibu na mto wa Kerbea. Sema amen. Na mimi nataka nikuambie wewe ulio hapa mahali hapa sasa hivi, huenda umetekwa nyara na wale, lakini kuna yule aliyezoea. Wewe wacha homo tawe, lakini kuna yule aliyezoea. Amechukua mapisha zako, amepeleka. Amechukua vyakula zako, amepeleka. Amechukua miguu za boge, amepeleka. Amechukua miguu za mume, amepeleka. Ili ndoa yako isiwe na amani. I'm talking to someone today who shall prophesy. Wale ambao waliowina roho zetu. Neno la Baba linasema nini? Ezekieli 13. Yes. Mstari wa 17. Yes. Na wewe mwanadamu, kaza uso wako juu ya binti za watu wako, watabirio kwa akili zao wenyewe, utabiri juu yao. Yes. 18. Useme, Bwana Mungu asema hivi, ole wao wanawake wale. Huyu ni nabii Ezekia aliyezungumza maneno haya, aliyetoa unabii kwa wale watu waliokuwa ni mateka wa wachawi, kwa wale watu waliokuwa mateka wa washirikina, kwa wale watu waliokuwa mateka ndani ya laana, wale watu waliokuwa mateka wa jamii. Biblia inasema ya kwamba enda utabiria wala wanaume, enda utabiria wala wanawake wanaoshona leso zao katika vichwa vyao. Enda waambie kwamba Baba amekataa. Enda watabiria waliozungumza haya maneno, enda watabiria. Na kuambia mchana wa leo, hata aliyekulaani, haijalishi ni mzee, haijalishi ni kijana, haijalishi ni mama, mwambie Baba amekataa. Sitakubali laana, sitakubali utabiria wako, maana amekataa. Sema amen. Yes. Useme, Bwana Mungu asema hivi, ole wao wanawake wale washonao hirizi katika viuno. Yani wanashona hirizi ili wakatabiri. Ukiona mtu anakuambia ati hauendi mbali, usimpuuze. Unasikia mama? Usimpuuze. Ukiona mtu anakuambia kwamba utingale watu, usimpuuze. Ukiona mtu anakuambia eti aliye juu Mungu aje chini, usimpuuze. Mwambie nilipanda na ngazi, na nilipofika kule juu nilitandika hiyo ngazi peke na ikaanguka kwenye moto, na sitarudi pale tena. Amen. Am I talking to someone? Na wewe kama hautakataa ile mipango walizozungumza, na kuambia leo utakuwa ni mateka wao. Amen. You shall be a captive. Umuranga. Utatafuta mtoto hautaona. Utatafuta kazi hautaona. Utafanya kazi lakini haina matunda. Maana walikwambia aliyechungoje wapi? Chini. Na sia wono muliamore kwamba ukaendelea bado bora yabo bosi tawe. Wewe angalia vile atamaliza. Na mimi nakamwambia kwamba wewe ndio unayezungumza. Maana yangu anayetambua ni Baba wa mbinguni. Wale ambao ninawaongoza hata upange namna gani, lazima watakuwa imara. Maana ninaamini katika sema ambayo inasema juu ya mwamba nitalijenga kanisa. Na mimi natambua kwamba kanisa ambalo tunalolijenga halitavunjika. Naongea na moto leo aliyejengwa juu ya mwamba. Naongea na mzee leo aliyejengwa juu ya mwamba. Naongea na mama leo aliyejengwa juu ya mwamba. Naongea na mzee leo aliyejengwa juu ya mwamba. Naongea na mtoto leo aliyejengwa juu ya mwamba. Ya kwamba hautaanguka tena. Hallelujah. Amina. Remokato ribosaira. Yesu. Atakulala. Tutaona. Kwa sababu amejikulia zake. Amekulinda vile anavyohitaji. Ametafuta ndoa yako. Akikwambia hautaoleka,
yenyewe umeenda kuzaa watoto 6, ndio umetoka ndani, alafu unaanza kusema kwamba nitapata tu chini muhana wina. Nani ambaye amesema? Mimi nataka uzungumzo leo ambao waliokalia jamii yako ni miaka 3 walitoka ndani ya ndoa, ni miaka 4 walifukuzwa ndani ya ndoa, na wao wanafurahi kwa ajili ya ndoa yako ambao uliokuwa unaishi nayo. Waambie leo kuna injili ya upanga. Amen. Sema amen. Amen. Kuna injili ya Upanga. wacha upanga. Ongeza nini? Kata kolomeo. Msheni wasaida. Sitakubali. Yebo kana na Nyasaye kutitaimbeli. Chaimbe. Mnaimbanga wimbo gani? Andi uba hudole. Nani anaimba hiyo wimbo? Ongeza vayo. Yani unapoenda mbele tunaweka injili yetu katika mitandao, watu wakiona wengine wanabarikiwa, lakini kuna yule ambaye ako tayari amechukulia maneno yake akisema hulalola, ameweka kwa TV kabisa, anaiona akisema tutaona. Mimi nakuambia leo yale macho yanayoyaona akizungumza maneno ya kinyume yatapofoka, yataharibika, yatapofoka. Imani Yesu inaotoka. Sema Amen. Wawekao leso juu ya vichwa vya kila kimo, Yes. ili wawinde roho za watu. Yes. Je, mtaziwinda roho za watu wangu na kuzihifadhi hai roho zenyu wenyewe? Ngojea mama Assembly. Ngojea kwanza. Ashoya. Wewe unafanya kazi mzuri. Unalipa shilingi 40,000. Ndio manyamoko ni chilefti baka. Na juzi wakakufungia. Na unapata mshahara wa shilingi 40,000. Nani amesema? Hello. Who said that? Msichana mrembo mzuri ameoleka. Amekaa miaka 3. Shanyola mwana tau. Sema amen. Na alifanya harusi. Nikwambia ufunuo kidogo. Msio mnapenda hizi sawati zenye watu wanamletea. Yes, amenibariki mama Assembly. Naongea kwa nyinyi viongozi. Msio mnapendelea mazawadi. Yes. Can I tell you something? Can I give someone a revelation? Yes. Am I talking to someone? Yes. Can I remove a revelation? Remove it. Nitoboe ama nisitoboe? Toboa. Niseme ama nisiseme? Siku moja nikaenda kwa harusi. Nikahubiri injili kali mno. Kumbe mtu alikuwa amejiandaa. Wakati walisema ni zawadi, watu wakaleta maua. Bayo ulisema ubaka ni malai. Watu wakaleta mazawadi. Watu wakaleta mablanketi. Mwingine akakuja na bag ya black. Hebu nipatie bag ya black iko hapo. Moketu bosanga. Dari bosaida. Bag mzuri sana ya pesa. Sema pesa. Na ameifunga smart. Ameiweka kifuli. Am I talking to someone? Akaweka kifuli. Amekuja na zawadi. Akingihumuri. Na akakuja akahaka wale. Akawaambia ndoa yenu na ikadumu. Akashikilia mama akamwambia ni kwamba na upate watoto wengi sana mpaka watu washangae. Kwa nini bana shida Biblia mpaka watu wanashangaa? Kwani yeye ni pastor anabariki? Kwani yeye ni baba yake anabariki? Sio unakubali tu baraka za kila mtu anakubariki. Wacha mitume wa injili akubariki. Wacha pastor wako akubariki. Lakini mtu tu from nowhere akamwona ngeke kwamba unyore bana mpaka watu washangae. Watoto gani wenye utashangaa? Mama alifika kwa nyumba akafungua hiyo pack. Alipofungua kuna hii kitu inaitwa kwa kizungu black check. Nani anajua? Black check ni nini? Singo Bwana Yesu asifiwe.
ameshikanisha kabisa. Ameshikanisha kabisa mpaka zimejaa bag. Amemletea zawadi. Sasa huyu amefurahi. Lakini kwa sababu zawadi zilikuwa ni mingi, hakuconsider, bali alichukua akaweka kando akamwaga. Na kuambia mama yule amekaa miaka 8. Miaka ngapi? Ile ndoa haina amani. Mama huyu amekaa miaka 8. Hajawahi ona hata damu. Hajawahi ona hata mtoto. Hata kusikia tu hata kuna kitu kanatembea kwa tumbo hakuna. Am I talking to someone? Bwana Yesu asifiwe. Neno la Baba linasema kwamba tabiri juu yao. Ongea maneno juu yao. Ongea maneno juu yao. Nena jambo juu yao. Maana walitambua kwamba wewe hautaendelea. Ndoa hiyo akakuambia kwamba wacha ndoa ikadumu. Mtadumu kwa shida, mtadumu kwa vita, mtadumu kwa misongamano, mtadumu katika matatizo. Mama nyamaliana mnyumba, mzee anakuambia nataka mtoto, lakini wewe hata hujawahi shika kwa sababu ya ile black check. Biblia inasema ya kwamba wanaofunga irisi katika vichwa vyao. Nenda waambia Baba anasema ya kwamba mnahifadhi roho zenu kuwa hai, lakini roho za watu wangu ndio mnazozimaliza. Je, mtaziwinda roho za watu wangu mpaka lini? Yes. Mtamaliza kanisa langu mpaka lini? Until when? Hello? Hello. Mtaharibu makanisa mpaka lini? Chukueni hao watoto jameni. Utawinda roho za watu wangu mpaka lini? Until when? Hello? Bwana anauliza swali. Mama anasema akaona ng'ombe inamfuata. Kafara zilizofanyika juu yake zimekuwa ni nzito. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mama yuko mahali hapa akiamua ni kujichapa perfume, akipita na namna hii mpaka kila mmoja afanye aongeze. Yulani ngola ikweli. Hello? 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 Umefanya kazi, you are working like an elephant but you are living like a cockroach. Kama ni kubeba mawe unabeba, lakini maisha yako kama ni mlamba mwiko. Unaishi maisha ya kukimbia, unaishi maisha ya kutoroka. Ezekia alitoa ule ufunuo kwa Wakristo ambao waliokuwa ni mateka. I'm talking to someone who is captive, aliyotekwa nyara, aliyokamatwa na Lucifer, aliyokamatwa na Shetani, aliyokamatwa na wachawi. Mchana wa leo lazima maisha yako ikawe huru. Lazima tuyaweke huru. Lazima tuyaweke huru. Neno la Baba limesema lazima tuweke huru. 19. Nanyi mmenajisi kati ya watu wangu kwa ajili ya makonzi ya shairi na vipande vya mkate, ili kuziua roho za watu ambao haiwapasi kufa, na kuzihifadhi hai roho za watu ambao haikuwapasa kuwa hai. Kwa wale watu hawafai kufa ndio wanaoishi. Unanisikia mzuri? Saizi nilienda mahali nikaitwa pastor. Mwingine akasema pastor vitu gani? Sisi tulikataa mambo ya makanisa. Tulikataa kabisa. Kuna mama ametoa hapa ufunuo akasema kwamba amepanda mlima na akapata ushirika wako pale wengi sana, lakini hawana maagano. Walikata tamaa, hawawezi enda kanisani. Situongee ukweli. Je, mnahifadhi roho zenu na kuua roho za watu ambao inaofaa kuishi mpaka lini? Until when? Bwana Yesu asifiwe. Nataka mtu atakayesimama ulize Mungu, je, nitateseka namna hivi mpaka lini? Sema amen. Nitaumia katika maisha haya mpaka lini? Nitaishi maisha ya mateso haya mpaka lini? Nitaumia na kuishi na mangaiko mpaka lini? Ukiona mzee ama mke ambao ulioleka juu yake, yangu wa manua, kama ni kulewa alilewa mpaka kalewa mpaka akakuwa chakari.
Hello. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka inafika ya kwamba kwa sababu ni mama huwezi stahimili, umefunga ya diapers. Sayo. Ama kunaenda aje na wewe? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hauwezi stahimili. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Unahifadhi roho ambazo hazihitaji kuishi, hizo zinazoishi, lakini roho zinazohitaji kuishi hizo mnazoangamiza. Mpaka lini? Amen. Until when? Until when? Makonzi ya shairi. Sikiza. Makonzi ya nisikiza mzuri, wacha kulala. Nisikize mzuri, nimekuambia leo nitakupatia ufunuo na nitatoboa siri zote. Yule mwenye anaona ya kwamba naongea vibaya shauri, nikikuja kwako na uniekee chai na upata nimeacha kwa kikombe, usianze kuuliza maswali. Umbrabule. Sema amen. Nikienda kwa ugeni, umeandalia watu vyakula, lakini uone kwamba umeninawisha mkono na mimi nasunguka tu na mnaivi. Nasunguka tu na mnaivi. Usianze kunifuata na sahani. Umbrabule. Usianze kunifuata na kikombe ashoya. Ashoya ndo akona hiyo tabia. Chief lazima ulie. Biblia ndio inasema mama assembly, sio mimi. Si ni kweli? Bwana Yesu asifiwe. Na nimesema leo nitatoboa. Leo nitafanya nini? Sema amen. Wale wanaotafutwa ni wachungaji, watu wa kanisa waliokuwa na imani tosha. Sema amen. Ndio wanaotafutwa. Lakini Mungu bashia hata. Oh. Mhabirash. Hello. Mhabirash. Ndio mleshi. Wala Mungu anishi. Agnes. Mimi nimeharibu leo. Mko tayari kwa nitetea? Mama Rose, mko tayari? Bwana Yesu asifiwe. Yesu ifomwe. Biblia inasema nanyi mmeninajisi kwa ajili ya makonzi na shairi. Amen. Nanyi mmeninajisi kwa ajili ya makonzi ya shairi. Bana basomanga. Sikia. Vitabu vyao, vitabu zao. Nenda unatafuta mahali penye ameandikiwa 90%. Hautatafuta huko kwingine. Pale pa 90% ndio inaenda unakatwa tu. Hapo tu. Hautaki. Unataka tu kadogo. Mimi natoboa leo. Hapo ndio unakata. Hapo ndio unafanya nini? Unachuna hapo. Unachuna. Unaenda nayo, unaweka msikolo. Unaweka kwa mfuko. Usiana mrembo mzuri sana jama ya kusoma. Anachukua C+, D+, A+. Lakini mundu wa E umkhali Rashid. Na D umkhali Rashid. Halo? Halo. Bali penye mtoto amekanyaga. Hapo unaona abuta. Unaona abuta. Agnes ngoja. Nilikuwa nakwambia wala kama mama assembly ya Khilwati dina. Sawa, umemaliza na umempima tu mahali amefanya nini? Alafu unajifuta. Unajua ninyi mwachage hii mambo, mimi nilitambua. Unapiga magoti na mna hivi. Alafu unamulika unaangalia uidu la kumoni kabisa. Lakini mikono ziko na macho. Umechukua kale kama mchanga na mna hivi umenyamaza. Alafu unasimama kumbe umefanya nini? Sasa mtoto wa watu ataanza tu kuvura miguu. Anatembea kwa uombaji. Wanaomba kabisa. Wanafunga kabisa. Lakini wewe unaharibu miguu zake. Mtoto shuleni akienda tu kwa karatasi, akichukua tu kitabu akienda kwa exam room, macho inaanza kutoa machozi. Mwana alishinasha kwa. Akifika tu kwa exam, mtoto ni mgonjwa. Maana aliwalanga. Kuja haraka upeleka mtoto hospitali. By the time umtoe kule, mitihani zimepita. Zimeisha. Mtoto kwa sababu amejaribu kuvumilia, anajaribu kabisa kufungua macho, haoni swali. Kwa sababu wewe mchawi. Yomulochi. Yomubira. Yomulochi. Kwa sababu wewe unaharibu watoto wa watu. Wewe mchawi.
linazungumza. Ewe moto mkorofi ambaye uliharibu jamii, ambaye uliharibu ndoa, ambaye uliharibu watoto, wewe unamulikwa. Wewe unamulikwa. Wewe unamulikwa. Neno linasema, je, mtahifadhi roho zenu wenyewe na kuharibu watoto wangu? Wewe Baba amemulika. Hebu soma mstari wa 20. Yani pasta na chenda Hasani halilekwa mara ya kwanza ashoya okotani masani raundi ashoende ameenda ndio anaokota masani. Anajua tu yenye chairman amekulia nimeweka namba 3 na amehakikisha kwamba aliacha pale kabisa. Ataanza kabisa naye alafu anatoa masani zote. Leo ashoya anataka kuosha vyombo tangia leo. Tangia leo ashoya anataka kuosha vyombo. Kumbe ametaketa vipande vya mikate, the leftover food ndivyo amevitaketa, anahitaji kuvipepa. Sasa unaanza pasta, mimi si alisa, kuna alisa zingine sio alisa. Mimi nataka niwaambie leo ni mipango za wachawi, na mimi nawaambia leo tunawamulika. Leo tunawamulika, lazima tuwachafue. Neno la Baba nimesema. Amina. Basi Bwana Mungu asema hivi, tazama mimi ni kinyume cha irizi zenu, ambazo kwa hizo mnaziwinda roho za watu kama ndege. Nami nitazitoa katika mikono yenu kwa nguvu, nami nitazitoa. Ezekia akatoa ufunuo akasema, nitazitoa mikononi mwenu kwa nguvu, nami nitaziachilia roho zile mnazoziwinda kama ndege. Kama ndege. 49:25. Hebu simama. Akawaambia kwamba nitazitoa zile roho ambazo mnazoziwinda kwa ndege mikononi mwenu kwa nguvu. Nitazitoa zile roho mlizoziwinda kutoka mikononi mwenu kwa nguvu, nanyi mtalewa damu yenu wenyewe. So 49, I think 26 ama 25 hapo. Sikia, sinitekera yuko ni musala kwa menyahumati sinite kuligenda lyanje kubirwati wanje yuko ni musala. Kama leo nataka uvunje na mimi aka kama mchawi, nataka ukuja kwa hii nafasi. Kuja kwa hii nafasi. Kuja kwa hii nafasi hapa. Na kumanya kwamba wati ya humbo no chuhita tawe. Hapa. Hapa kwa hii nafasi hapa. Toa hizi ngoma. Toa hizi ngoma. Ninasema kwamba nitatoa mikononi mwenu kwa nguvu. Wale mateka mliowakamata nitawaachilia. Wale waliowateka nyara nitawaachilia. Wale mliowakamata mkaweza kuwahifadhi nitawaachilia. Songa mbele. Isaia 49 mstari mdogo wa 25. Naam, Bwana asema hivi, hata jeshi la wafungwa wake aliye hodari watapokonywa mikononi mwake, na mateka yake aliye jabari wataokoka. Kwa maana nitateta na yeye atetaye nawe, nami nitawaletea wana wako wokovu. Na hao wanaokuonea nitawalisha nyama yao wenyewe, nao watalewa kwa kuikunywa damu yao wenyewe kama kwa mvinyo mpya. Na wote wenye mwili watajua ya kuwa mimi Bwana na mkombozi wako ni Mwenyezi mwenye enzi ya Yakobo. Mungu abariki maandiko. Akiniweza wewe hapo umeogopa. Sare no?
Ngoja. Unajua ameimba wimbo gani? Umenye kwenye saa ubeya kubandu. Alafu na yeye saa wako yabana kashina. Bwana Yesu asifiwe. Saa wako yabana kashina. Umenye mwami jizomi nywe. Adibosi balonji ngoja watu wameogopa. Inua mkono wako juu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Wote walioenda kinyume nami. Wote walioenda kinyume nami. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Wote walioenda kinyume nami. Wote walioenda kinyume nami. Wote walioenda kinyume nami. Wote walioenda kinyume nami. Baba enda kinyume nao. Baba enda kinyume nao. Sema Baba enda kinyume nao. Baba enda kinyume nao. Usichukua ni kama ni mzaa. Nasema nitateta na yule atetaye nami nitawalisha nyama yao wenyewe. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Wote walioenda kinyume nami. Wote walioenda kinyume nami. Waliochukua makonzi ya shairi yangu. Waliochukua makonzi ya shairi yangu. Wakaenda kuhifadhi. Ili maisha yangu yakaharibike. Sema I prophesy. Sema I mention. Sema the prophetic verdict. Sema the prophetic word verdict. Wote wataangamia. Sema wote wataangamia. Wote watalewa. Kwa kuinywa damu yao. Kwa kuinywa damu yao. Yote walioyakamata walikamata yao. Maana wao ndio waliohifadhi. Katika jina la Yesu Kristo. Shikilia mikono yako miwili. Changanisha. Changanisha. Changanisha, changanisha kabisa. Sugua kabisa mpaka usikie kuna kamoto. Sugua kabisa. Hivyo ndivyo tunavyosugua wachawi. Sugua kabisa. Sikia kamoto. Sugua kabisa. Maisha yako uko katika taabani, lakini watu wanafurahi, watu wanafuraha, watu wanaenjoy, lakini wewe ndio uko mashakani. Sugua kabisa. Sugua wewe mchawi. Sugua kabisa aliyekulaani. Sugua kabisa aliyebomoa maisha yako. Sugua kabisa. Mwambie hana uhai leo. Mwambie hana uhai leo. Sugua kabisa. Mwambie hakuna uhai. Sema hakuna uhai. Sema hakuna uhai kwake. Sugua kabisa. Sugua yeye. Sugua kale kama mchawi. Sugua kale kama mshirikina. Sugua yeye kabisa. Sugua yeye kabisa. Washa moto juu yake. Sugua kabisa. Sugua chini kabisa. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Na sugua mchawi. Na sugua mchawi. Umate sasa. Na washa sasa. Na washa juu yake. Na washa juu yake. Walioharibu ndoa yako. Walioharibu jamii yako. Walioharibu watoto wako. Na sugua sasa. Na sugua sasa. Sugua wao. Sugua. Walishe damu yao. Walishe damu yao. Walishe damu yao. Walishe sasa. Walishe sasa. Walishe sasa. Usikubali. Hata kama ni relative. Hata kama ni mtu wa karibu. Sugua yeye sasa. Sugua yeye sasa. Na leo utasikia sauti. Leo utasikia sauti. Leo utasikia sauti. Mungu asimama sungure. Sugua yeye. Mungu asimama mimba. Sugua yeye. Mungu asimama msula. Sugua yeye. Katika jina la Yesu. Aliyechukua nguo zako. Aliyechukua picha zako. Akahifadhi mahali pabaya. Sugua yeye sasa. Huo moto unaosikia katika mikono yako. Ndivyo sasa anachomeka. Mungu mwana shisha limejaa. 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 Katika jina la Yesu Kristo. Baba ninakushukuru. Nasema ni asante. Baba ninakushukuru. Kwa sababu ulisema hakuna uchawi juu ya Yakobo. Hakuna ushirikina juu ya Yakobo. Nakomboa mama wewe huyu. Nakomboa kijana huyu. Roho ya umasikini sio posho lao.
kila mazingaumbwe yote iliyowekwa, kila madhabahu yote iliyojengwa, wanaishi katika hali ya taabani, wanaishi katika mateso. In the name of Jesus, neno linasema ya kwamba watakunywa damu yao. Tunawalisha sasa wala wachawi, tunawalisha sasa wala washirikina, tunawalisha sasa, tunawalisha sasa, tunawalisha sasa katika jina la Yesu Kristo. Baba, tenda muujiza, komboa nao, komboa huyu mama, komboa huyu mzee, komboa huyu kijana, komboa huyu mtoto aliyehifadhiwa maisha yake, destiny yake ikakamatwa, hatima yake katekwa nyara. Naiweka huru, naiweka huru, naitoa mikononi mwa wachawi kwa nguvu zako. Mali iliyokamatwa naiweka huru, ndoa iliyokamatwa naiweka huru, kazi iliyokamatwa naiweka huru, maisha iliyotekwa nyara naiweka huru, naiweka huru, naiweka huru, naiweka huru, naiweka huru in the name of Jesus. Baba, utasalia kuitwa Mungu. Asante kwa kuwa unaenda kujibu maombi. Asante kwa wale wanasikiza injili. Asante kwa ajili ya ukombozi. Asante kwa ajili ya mkono wako. Asante kwa kuwa wewe ni Baba. Kwa kuwa wewe ni Jehova. Asante kwa kuwa wewe ni Mungu. Asante kwa kuwa wewe ni Mesia. Asante kwa kuwa unaenda kukomboa. Unaenda kukomboa ndoa. Utawapatia kazi. Utawapatia kazi. Naomba huyo dada ambao uliokuwa na matanga imekaa miezi mitatu hawajawahi zika kwa sababu ya nguvu za mwanadamu. Komboa hiyo jamii. Weka huru sasa. 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 In the name of Jesus. Baba, unaenda kutenda muujiza. Naamini kwamba utasalia kuitwa Mungu. Hata yule dada aliyekuwa katika mji wa Syria, Baba, nimemuombea. Ametoa machozi, anahitaji msaada. Sisi tuko katika mji wa Kenya, Nairobi. Sisi hatujui mahali penye alipo, lakini wewe uko juu mbinguni na unajua mahali penye alipo. Tunakutuma ukamtembelee huyu dada aliyekata tamaa kwa ajili ya kuingia kanisani, akaamua yeye akae kwa nyumba na sijui mahali alipo, lakini nakutuma mahali alipo, katika ile nyumba amekaa. Hata kama ni TV zima, fungulia roho. Hata kama ni simu zima, fungulia roho. Hata kama ni mazingaumbwe zima, achilia roho. Hata kama ni udanganyifu zima, achilia roho. Hata kama ni mizigo zima, achilia roho. Bwana, tembea na kila moja. Komboa ibada ya Mukuru Region kwa ujumla. Wote ni watoto wako. Tunaamini unaenda kutenda katika jina la Yesu Kristo. Wanapoguza madhabahu haya, mikono zile zibarikiwe, mikono zile ziinuliwe. Waliotekwa nyara, ishara ya madhabahu, wanaenda kukombolewa. Ishara ya madhabahu, wanaenda kuwa huru. Ishara ya madhabahu, wanaenda kuinuliwa. Wanaguza kila mmoja na utawala kila mmoja. Punde tu watakapoguza, wakakutana na ushindi wako katika jina la Yesu Kristo. Naomba tena kuamini. Amen. Nataka uguze tu haya madhabahu. Usiguze mbao, guza madhabahu yenyewe. Guza tu madhabahu yenyewe. Guza tu madhabahu yenyewe. There is a revelation. There is a deliverance. The name of Jesus. 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 Hakuna laana juu ya Yakobo. Hakuna nira juu ya Yakobo. Kunaye ukombozi. The name of Jesus. The name of Jesus. The name of Jesus. The name of Jesus. Baba, tunakushukuru kwa watu waliotekeleza ishara hii. Wengine wakaona kuwa ni mzaha, lakini kwako unaenda kutenda muujiza. Mikono zilizogusa Bwana zikomboe kutokana na mwovu shetani. Mungu wa majeshi, wainue na uongoze. Walio na makesi kwenye kotini, tunatangaza
natangaza ushindi nikiwa kwenye madhabahu. Natangaza ushindi nikiwa mahali hapa. Natangaza ushindi katika ile kesi. Hatutambui kwamba ni kesi ina gani, lakini Baba, tangaza ushindi. Tunatambua kwamba utasalia kuitwa Mungu katika jina la Yesu Kristo.